This is good. Chukua Biblia yako. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Tunaendelea na jua jinsi ya kuomba maneno sahihi katika nyakati, wakati ulionao au wako au majira yako. Kujua jinsi ya kuomba maneno sahihi katika nyakati zako au majira yako. Jua jinsi ya kuomba maneno sahihi. Sasa kama ulikuwa mtoro wa ibada za Jumapili na Alhamisi, somo hili liko mbali sana na sitakuwa na muda wa kurejea tulikoanzia mpaka tulipo sasa, ila nitaendelea tulipoishia hata kwenda mbele. Ndio maana utakiwa kukosa ibada ya Alhamisi, utakiwa kukosa ibada ya Jumapili. Na mfumo wangu ikiwa nina ujumbe natembea nao kadri vile Roho anavyotaka. Kwa hiyo ndio maana ibada zote kwetu ni za maana. Haleluya. Katika somo hili la kujua jinsi ya kuomba maneno sahihi katika nyakati zako au nyakati zako, tumefika kwenye kipengele cha Roho Mtakatifu. Sasa maana tulishagundua ya kwamba maombi sahihi yanapatikana au tunayaomba tu pale tunapoomba kwa nini? Pale tunapoomba kwa nini? Pale tunapoomba kwa nini? Yes, ongea kama uliye na uhakika. Pale tunapoomba kwa nini? Yes, kwa roho. Jibu kwa ujasiri na kwa sauti kabisa. Maombi sahihi yatakayokuwa sahihi juu ya nyakati na majira yako ni maombi utakayoomba kwa roho. Haleluya. Na chochote utakachokuwa ukiomba kwa lugha inayoeleweka kwako wewe mwombaji, saa unaomba, hakikisha ni matokeo ya rohoni au ni tafsiri ya lugha za rohoni. Haleluya. Kwa sababu kuomba maneno sahihi kwa ajili ya nyakati zako sahihi kutapatikana rohoni peke yake. Na bado unaweza kaomba kwa lugha unayoelewa, hata kwa Kiswahili unakaa unaomba, lakini yale maombi yawe ni matokeo ya vile roho inasema ndani yako. Haleluya. Yasiwe ni matokeo ya wewe kupanga mahitaji na shida zako, yawe ni matokeo ya kile kitu roho anasema wapi? Ndani yako. Haleluya. Sikiliza. Yesu akawaambia wanafunzi wake juu ya habari ya kuomba. Akasema jambo moja, nyinyi ambao mnapenda sana kuomba mahitaji, naomba unisikilize vizuri hapa. Alisema hivi, Baba yenu anajua yote mnayofanya nini? Yes. Yote mnayoomba ama yote mnayohitaji hata kabla hamjafanya nini? Hata kabla hamjamwomba. Kwa hiyo kusudi la maombi sio kumwambia Bwana mahitaji. Unanielewa? Maana anajua tunayoyahitaji hata kabla mahitaji hayajakufikia. Na ndio maana utaona Mungu hata wakati anafanya uumbaji hajamuumba mwanadamu kama uumbaji wa kwanza. Amemuumba mwanadamu mwisho. Kwa nini? Hapa mwanzo alikuwa anafanya nini? Alikuwa anaandaa mahitaji ya nani? Maana yake ni kwamba anajua mahitaji ya Adamu hata kabla Adamu hajafanya nini? Hajafika. Kwa hiyo anaandaa kila kitu kimzunguke Adamu, ili Adamu anapokuja akute yote atakayoyahitaji amekwisha fanya nini?
yamekwisha andaliwa na yamewekwa wapi? Mbele yake. Na nielewa vizuri. Huo ndio mfumo wa Mungu hata sasa. Yote unayokaa ukiyaomba ukisema ni mahitaji, haya ndio mahitaji yangu kwa Bwana, haya ndio mahitaji yangu, sikiliza, yote anayajua na amekwisha kuprovide. Alikwisha kutoa kwa ajili ya hayo nini? Ya hayo mahitaji. Listen. Inawezekana utasema, mchungaji, mbona tuchanganya kichwa, tumezoea kuomba mahitaji, tunapeleka mahitaji yetu kwa Bwana, na kuna maandiko tumekaririshwa kabisa yakisema leteni haja zenu mbele za Bwana. Of course. Of course. Inawezekana walikuwa sahihi ila kwa majira hayo, sio kwa majira haya. Bwana Yesu asaidie sana. Ya iko saa ambayo kuna neno litakuwa ni sahihi na litakufaa kwa saa hiyo, lakini majira yanakobadilika, badilika na majira. Unanielewa sasa? Usibaki pale pale ulipokuwa, utabaki kuwa mpentekosto wa kutihirisha mahitaji. Mpaka lini? Bwana anataka uende kwenye viwango ambavyo utajua yote aliyokupa, na usiweke orodha ya nini? Ya mahitaji, bali utatembea katika mibaraka aliyoimwaga mbele yako. Si unanielewa sasa? Amen. Yes. Na Bwana amekusudia utoke kwenye hatua hii ambayo kila siku unakwenda mbele zake, Baba nataka hiki, Baba nataka hiki, Baba nataka hiki. Listen. Muda wa yeye kuvumilia ujinga wa namna hiyo umepita kwa majira yako. It's like, ni kama vile mzazi ambayo umemwandalia mtoto wako kila kitu anachotaka, umeweka hapo. Halafu toto hilo liandalia kila kitu linakuja kuomba vitu vile vile kwako tena. Mama anataka hiki, baba anataka hiki, mama anataka hiki, nataka. Ukilitazama kushoto kwake kinachoombwa kiko pale, kulia kwake kinachoombwa kiko pale, nyuma yake kinachoombwa kiko pale. Utajiuliza, toto hili ni zebe au lina mtindio wa nini? Waki. Unanielewa? Most of the time, mara nyingi sana Wakristo, zaidi ya 80-90%, ndivyo tunavyoomba. Tunaomba vitu ambavyo vimefanya nini? Vimetuzunguka tayari. Sasa imefika saa ambayo tuingie kwenye hatua ambayo we will not be that kind of prayer people. Hatutakuwa aina hiyo ya watu wanaoomba namna hivyo. Tutakuwa aina ya watu ambao tuna ufahamu, tuna hekima, tuna maarifa ya kutembea kwenye baraka zetu, ya kuziishi baraka zetu, ya kuzila baraka zetu, ya ku take advantage of the blessings. Oh. Kila kitu tumepewa, lakini hatutumii. Na yale tuliyoyapewa ndiyo tunayoyaomba kila wakati. It's a season, guys. Ni majira sasa yamefika. Kubali kwenda hatua inayofuata. Hallelujah. Kubali kwenda hatua inayofanya nini? Imetosha kukaa kwenye kiwango hicho. Let your mind be opened. Acha ufahamu wako ufunguliwe leo. Acha moyo wako ufunguke leo kuona jinsi gani utatembea kwenye mibaraka, kwenye mibaraka, kwenye mibaraka, kwenye mibaraka. Hesabu mibaraka yo Mungu aliyo ya kubariki. Ukumbuke mambo yote pia, na utashangaa kwa rehema. Uhesabu mibaraka yote Mungu aliyo ya kubariki. Ukumbuke mambo yote pia, na utashangaa kwa rehema. Okay, sasa ngoja tuanze. Ukisoma kile kitabu cha Methali, nenda Methali.
Mithali ile sura ya 20. Nimekwambia Bwana tena mambo makubwa hapa leo. Sawa? Amen. Mithali ile sura ya 20. Nenda msomaji ule mstari wa 27. Mithali sura ya 20 ule mstari wa 27. Mithali 20:27. Ndio. Pumzi ya mwanadamu ni taa ya Bwana. Pumzi ya mwanadamu ni taa ya Bwana. Umesikia hilo neno? Amen. Pumzi ya mwanadamu ni taa ya Bwana. Hupeleleza yote yaliyomo ndani yake. Hupeleleza yote yaliyomo ndani yake. Pumzi ya mwanadamu ni taa ya Bwana, na hupeleleza yote yaliyomo wapi? Ndani yake. Sasa lile neno pumzi pale ni neno roho, ni neno roho. Kwa ni sasa angesema roho ya mwanadamu ni taa ya Bwana. Kwa nini mwandishi wa Kiswahili alitumia neno pumzi pale? Hilo neno ametoka nalo kwenye Mwanzo, ndiko alikotoka nalo kitabu cha Mwanzo. Wakati Mungu aliposema na tuumbe mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, Biblia inasema kisha Mungu akapuliza pumzi ya uhai ndani ya nani? Ndani ya huyo mtu. Tunaelewana sasa? Kumbuka kilichopuliziwa pumzi ya uhai ni nini? Ni mtu. Ni nini? Ni mtu. Mtu aliyetengenezwa kwa nini? Kwa mavumbi ya ardhi. Pumzi ilipoingia kwa yule mtu wa mavumbi ya ardhi, maandiko yanasema yule mtu akawa nafsi iliyo hai. Sawa? Kwa hiyo hapana nafsi iliyo hai pasipo pumzi ya Mungu. Kwa ile neno pumzi ndio neno roho. Sema roho ndio pumzi, na pumzi ndio roho. Kwa tunaposoma pumzi leo ujue tunaongelea roho. Anasema pumzi ya mwanadamu kwa maana ya roho ya mwanadamu ndiyo taa ya Bwana. Alo, nisikilize kwa makini sana. Nisikilize kwa makini sana. Ukisikia mtu amekufa, maana yake ni pumzi imefanya nini? Imeondoka. Mtu anabaki kulala kama Adamu alivyokuwa amelala baada ya kutoka kwenye mavumbi ya nini? Ya ardhi. Na ile pumzi chanzo chake ni nini? Imetoka kwa Mungu. Kwa lugha nyingine, pumzi ni sehemu ya Mungu katika nini? Katika mtu. Tunaelewana sasa? Hivi uko unanifuatilia na kunisikiliza kwa makini? Nataka uelewe, tunaposema na hii itakufanya hata usio mwoga wa kufa, wa kifo, uelewe siri ya kifo. Kifo ni pale pumzi inapotoka katika nini? Katika mwili. Na ndio maana Bwana hataki watoto wake tuogope kifo. Kwa sababu gani? Kwa sababu tayari wewe ni pumzi ya Bwana. Unanielewa vizuri? Wewe ni nini? Pumzi ya Bwana. Wewe ni nini? Wewe ni pumzi ya Bwana, kwa maana ya kwamba wewe ndiye roho ambayo Mungu aliweka katika mwili. Tunaelewana sawa? Na kifo ni nini? Kifo ni pale pumzi inapoachana na nini? Na mwili. Maana yake ile saa unapoondoka katika mwili ndio kifo kimefanya nini? Ndio kimetokea. Na ndio maana Bwana hataki kifo kiwe kinatokea kwa watu kama vile kitu kinachovamia na kuwatisha. No, yani kufa uamue wewe. Yani wewe Pastor Dishan siku moja usema okay, nimemaliza kazi, sasa natoka kwenye nini? Kwenye mwili. Unanielewa sawa? Kisije kitu chochote kukutoa ndani ya mwili guys. Unanielewa? Wewe utoke kwenye mwili kwa hiari, kwa mapenzi yako, kwa kutaka kwako, kwa muda na majira yako, kwamba sasa nafanya nini ya. Kwa sababu gani? Kwa sababu mahali unakokwenda pana utukufu zaidi ya mahali ulipo. Unanielewa vizuri? Soma maandiko, soma Biblia yako, utaona mitume, manabii walipokuwa wanakufa. Sikiliza, hakuna aliyekufa intera. Hakuna aliyekufa katika utetemeka, katika woga, katika pumzi. Mtu anakata roho mpaka unamhurumia, inabidi mumshindilie kwanza. Mtu anakata roho, that is huyu anaenda wapi? Mtu anakufa anapanda kwa mimi
Mimi nishashuhudia mtu anakufa, watu 6 wameshindilia chini, sababu alipokuwa kitandani pale kweli kupandisha kifua kinapanda mpaka huko anarudi. Watu wanasema si ni balaa. Nauliza ni nini? Nasema yuko anakata roho. Kukata roho ndio hivi. No, should not be like that. Haitaki kuwa namna hiyo. Nataka kufa naenda tu ndani nalala. I go. Sasa. Lakini kwa sababu sasa mmeshuhudia watu wakikata roho kwa staili tofauti tofauti, kila mtu anaogopa kifo. Unanielewa sasa? Wote hapa mnanifahamu, lakini kifa mwili wangu kalala hapa mnakimbia tena man. You got it. Bahati mbaya ndio ujibirigue kidogo hivi. Mtasahau kama mna watoto mtawakanyaga vichwani. Where does that terror come from? Hofu hiyo na woga huo unatoka wapi? Maana yake kuna shida kwenye jinsi tunavyofahamu. Kuna shida kwenye maarifa tulionayo. Pana shida, na hiyo ndio Bwana anataka ikome na ife na iondoke, ili muishi, watoto wake waishi katika utukufu wa wana wa nani? Wana wa Mungu. Na hapo ndipo mauti hatakuwa na mamlaka tena. Kila akija hivi anakuta wewe, unamwambia vipi? Hujambo? Unaambia nenda katembee kwanza kwa majirani huko, muda wangu. Hallelujah. Amen. Sasa Methali ametupa siri. Anasema pumzi ya mwanadamu ni taa ya Bwana. Sawa? Amen. Kiingereza ametumia the candle of the Lord. Roho ya mwanadamu ndio taa ya Bwana. Amesema nayo inafanya nini? Anasema hupeleleza yote yaliyomo ndani yake. Hupeleleza yote yaliyomo ndani yake. Ndio maana hauna unachoweza kumficha nani? Wow. Unanielewa vizuri? Amen. Ukisikia Bwana anajua yote, anajua yote, ni kwa sababu siri ni kwamba sehemu ya yeye iko ndani yako na hauna unachoweza kumficha. Hata uhai wa nafsi yako ulitokana na yeye kuja wapi? Ndani yako. Maandiko yanasema pumzi ilipoingia mtu akawa nafsi iliyo hai. Kwa hiyo hata siri ya uhai wa nafsi anayejua ni nani? Roho. Roho ambaye ni nini? Pumzi ya Bwana. Tunaelewana sasa? Pumzi ya Bwana. Hallelujah. Amen. Anasema hupeleleza yote yaliyomo ndani yake. Hupeleleza yote yaliyomo ndani yake. Pumzi ya Bwana kazi yake kupeleleza yote yaliyomo ndani ya Bwana. Okay, ngoja niwakumbusheni kitu ambacho kinafanana sana na hiki ambacho tuko tunasoma, Wakorintho wa kwanza sura ya 2. Wakorintho wa kwanza sura ya 2. Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 11. Fanya haraka pale mtu anayenisomea. Fanya haraka. Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 11. Mstari wa 11. Ndio. Maana ni nani katika binadamu? Maana ni nani katika binadamu? Ayajuae mambo ya binadamu. Ayajuae mambo ya binadamu. Ila roho ya binadamu. Ila roho ya binadamu iliyo wapi? Ndani yake. Iliyo wapi? Hapo kwenye roho weka pumzi. Rudia. Ila pumzi ya binadamu. Ila pumzi ya binadamu iliyo wapi? Ndani yake. Iliyo ndani yake. Vivyo hivyo na mambo ya Mungu. Okay, ishia kwanza hapo, nitaka ishio mstari kwanza. Amen. Rudia ule mstari wa 11. Maana ni nani katika binadamu? Ni nani katika binadamu? Ayajuae mambo ya binadamu. Ayajuae mambo ya binadamu. Sikiliza. Okay, twende kwa vituo. Amen. Anasema katika binadamu hivi mlivyokaa hapa tukicount kama binadamu, anasema hakuna awezaye kuyajua mambo ya binadamu. Yes. Anasema ila yuko mmoja awezaye kujua. Anasema pumzi ya binadamu iliyoko ndani yake. Amen. Pumzi. Nimekwambia pumzi ni nini? Ni nini? Yes, sio kasa. Ila pumzi ya binadamu, ila roho ya binadamu. Roho ya binadamu. Ila roho ya binadamu iliyoko ndani yake.
Anasema hiyo ndiyo inayojua. Kwa nini? Kwa sababu kwenye Methali ametuambia ya kwamba roho ya binadamu ni taa ya Bwana, au pumzi ya binadamu ni taa ya Bwana, nayo kazi yake ni nini? Hupeleleza yote. Amen. Kwa hiyo roho iko hapo ndani, kwa maana ya kwamba hiyo ndiyo imepewa mamlaka ya kujua, ya kupeleleza yote juu ya maisha yako, yaliyoko, yatakayokuwa na yaliyopita. Unanielewa sasa? Amen. Bwana Yesu asaidie. Amen. Tuko pamoja mpaka hapo? Yes. Hizi vitu natakiwa uzijue. Zijue vizuri. Sasa utasema, Pastor, umeongea habari ya roho, umeongea habari ya mwili. Okay, nikasikia pia umeongea habari ya nafsi. Nipe utofauti wa vitu viwili, roho na nafsi, tofauti yake nini? Bwana Yesu asaidie sana. Biblia inasema Mungu akapuliza pumzi, ile pumzi ni roho. Sawa? Kwa hiyo roho haina shida. Roho maana yake ni sehemu ya Mungu katika nini? Katika mtu. Sawa sawa? Sasa ile sehemu ya Mungu ilipoingia katika mtu, Biblia inasema mtu akawa nafsi hai. Ile nafsi hai ni kitu gani? Ile nafsi hai ni kitu gani? Hiyo nafsi hai ndio tunaitaga wewe wa ndani. Naomba unisikilize, wewe wa ndani. Wewe wa ndani. Sasa wewe wa ndani yupi? Wewe wa ndani ambaye unaishi kwa kupambanua milango mitano ya fahamu ya mwili. Naomba mnisikilize vizuri. Wewe wa ndani ambaye unaishi kwa kupambanua au kwa kujifunza au kwa kuijua milango mitano ya fahamu iliyo katika nini? Katika mwili. Milango mitano ya fahamu iliyo, sikiliza, imeitwa milango mitano ya nini? Ya fahamu. Sio fahamu za mtu wa Mungu, fahamu za mtu wa mwilini. Unanielewa? Halo? Nisikilize kwa makini sasa. Milango hiyo ya fahamu ni nini na nini? Macho, pua, ulimi, masikio na ngozi, kwa maana ya mwili. Umeisikia milango ya fahamu? Hiyo ndiyo ambayo nafsi anaitegemea ili kujua mambo. Hiyo ndiyo ambayo nafsi anaitumia katika kujifunza. Unanielewa vizuri? Halo? Tuko pamoja? Nafsi anategemea macho, anategemea ulimi kwa maana ya kinywa, anategemea masikio, anategemea na nini? Na mwili, na nini kingine cha tano? Ngozi au mwili. Ndio maana unaweza ukafumba macho, alafu ukafika mahali ukafanya hivi, ukasema hiki ni kitambaa, ila hujaona kama nini. Kikitolewa wakakuwekea kitu kingine, utafumba macho, alafu ukifanya hivi sema huu ni ubao. Sawa? Maana yake nafsi anapata kutafsiri vitu kupitia milango yake mitano ya nini? Ya ufahamu. Kwa maana ya kwamba vile vitu ndio vinampa nafsi ufahamu. Yeye hafahamu lolote, ila ngozi inaweza ikamwambia nafsi hicho ni hiki. Macho yatamwambia nafsi hicho ni hivi. Masikio yatamwambia nafsi hii sauti, hii ni sauti, na inasema hivi au ina maana hii. Unanielewa vizuri? Kwa hiyo nini kinaendelea? Nafsi yako inakuwa inapokea masomo, elimu kutoka kwenye milango mingapi? Mitano ya fahamu. Kwa hiyo nafsi yako inakuwa inajifunza. Halo? Nafsi yako alikuwa hajui giza wala mwanga, lakini macho akamsaidia kuelewa ya kwamba kuna kitu kinaitwa giza na kuna kitu kinaitwa. Unanielewa vizuri? Nataka uelewe kwa sana leo. Uelewe kwa sana leo.
Maisha mengi ya watu yameishia hapo kwenye kiwango cha nafsi. Sawa sawa, eh? Yes. Kwa mfano, unaona watu tukienda shule kusoma au kupata elimu, sema kupata elimu. Elimu anaonekana? Hapana. Ila watu wanaye. Ndio. Sawa sawa. Unajua ni kwa nini haonekani alafu watu wanaye? Kwa sababu hapatikani kwa jinsi ya mwili. Elimu anapatikana katika level ya nafsi. Sawa sawa. Kwa hiyo kama nafsi asivyoonekana, ndivyo ambavyo mambo yote anayojifunza hayaonekani. Unanielewa? Ndio maana akaitwa elimu. Elimu. Kwa hiyo watu wanakwenda darasani pale, wanakaa na kalamu zao wanaandika, na macho yao wanatazama, wanamsikiliza mwalimu. Pale ni nafsi iko shuleni. Iko wapi? Inafundishwa. Inafundishwa isiyo yajua. Nafsi inafundishwa. Halafu hiyo nafsi aliyefundishwa akitoka hapo tayari na yeye ni mtaalamu. Ni nani? Ni mtaalamu. Anakuja na yeye kufundisha wengine. Anakuja kufundisha wengine mambo asiyoyajua. Maana kama angelikuwa anayajua asingelifanya nini? Asingelifundishwa. Kwa hiyo kama aliyewafundisha aliwadanganya, basi mtadanganyana mpaka Yesu anakuja. Bwana Yesu atusaidie. Unanielewa vizuri? Na ndio maana leo sayansi inachanganyikiwa, kwa sababu kuna mambo iliyofundisha watu huko nyuma. Leo yale mambo yanaonekana kama vile si ya kweli. Sasa badala yake wanasema sayansi iko inafanya nini? Ina improve. Inafanya nini? Ina improve, inaendelea. Sayansi inaendelea. No, haikuendelea. Wale wa kwanza walikuwa ni wajinga na wakadanganya wajinga wengine wengi. Kwa hiyo kundi la wajinga likawa kubwa, kwa sababu hawakujua. Sasa kadri nyakati zinavyoendelea, maarifa yanavyoongezeka, ujuzi unaongezeka, wale ambao hawakujua wanaogopa kusema tuliwadanganya, tuliwafundisha tusichokijua. Inabidi waseme tu mambo yamefanya nini? Wanaendelea. Lakini jiwe bado ni jiwe tu. Sawa sawa. Ila kuna vitu ufahamu au kuvielewa kuhusu jiwe. Leo umeanza kuvifahamu mambo, wow, hivi kumbe jiwe. Okay. Maana kuna kitu kimeongezeka. Kile jiwe halijawahi fanya nini? Halijawahi badilika. Miti ni ile ile. Lakini kuna vitu wanasayansi hawakujua kuhusu miti. Na kadri wanavyojua, maana yake maarifa inafanya nini? Kinachoongezeka ni ule ufahamu juu ya vile vitu ambavyo hawakujua. Tunaelewana sasa? Okay. Kwa nafsi huwa inafundishwa. Na maisha yetu mengi tumeishi kwa kuifundisha nafsi. Bwana Yesu asaidie sana. Tumeifundisha kusoma na kuandika. Leo unasema najua kusoma na kuandika. Wewe unajua kusoma na kuandika? Bwana Yesu asaidie sana. Nasema najua kusoma na nini? Na kuandika. Na kujua kusoma na kuandika Tanzania tuliita ni kufuta nini? Kufuta nini? Kufuta ujinga. So we learned. Umeifundisha nafsi yako kujua sukari, kujua chumvi, kujua chloroquine. Sasa haikujua, lakini kupitia kinywa chako uliifundisha nafsi ya kwamba hii inaitwa sukari. Inaitwa nini? Sukari. Na kwa sababu ni tamu, unaweza ukaiweka kwenye maji ya moto, afu yale maji ukayaita chai. Sio, unanielewa? Na nafsi haina shida, kwa sababu yenyewe kazi yake kufundishwa, inapokea. Inasema maji ya moto ambayo umeyawekea sukari unaita nini? Unaita chai. Sawa sawa. Umeidanganya, yenyewe haina habari, inajua hivyo. Sio, unanielewa sasa? Ndivyo ulivyofanya nini? Ndivyo ulivyoifundisha. Unaiambia nafsi inachukua maji alafu unachanganya na unga na koroga, hiki kinaitwa uji. Lakini huo uji hauna sukari. Kwa hiyo nafsi inajua kama hamna sukari haitakuwa nini? Haitakuwa chai na wala hautakuwa mtamu. Wakati unakunywa, nafsi inakwambia lakini sio nini? Sio mtamu. Sio, unanielewa? Wewe unapakia tu. Unasema sio mtamu. Lakini swali, kwani ukinywa uji ambao sio mtamu huwezi kushiba? Sio, unanielewa? Unaona nafsi ambavyo huwa inafundishwa.
Kwa maisha yetu kwa asilimia kubwa tumeifundisha nafsi mambo mengi, tukasahau ya kwamba nyuma ya nafsi kuna kitu kinaitwa nini? Roho. Kuna kitu kinaitwa nini? Roho. Na huyo ndio mimi, huyo ndio wewe. Tunaelewana vizuri? Huyo ndio wewe halisia uliyetoka kwa Mungu. Sasa wakati tulipokuwa tukifundisha nafsi, tulisahau kuifundisha nini? Kuifundisha roho. Unajua kwa nini tulisahau kuifundisha roho? Kwa sababu roho na nafsi hawachangii elimu. Hawachangii nini? Hawachangii nini? Nisikilize kwa makini. Hawachangii elimu. Elimu ambayo nafsi anakula, roho haitaki. Afanye nini? Haitaki. Kwa sababu nafsi yeye amejisalimisha kwenye milango mitano. Roho hategemei milango mingapi? Mitano, kwa sababu yeye asili yake ni Mungu. Hategemei sikio, hategemei macho, hategemei ulimi. Unanielewa? Kwa hiyo yeye na nafsi wanapishana kwa sababu roho asili yake ni Mungu. Mungu hategemei ulimi kujua tamu na chungu. Mungu hategemei sikio kujua sauti ni ya fulani. Unanielewa sasa? Na ndio maana vyakula vyao ni tofauti. Elimu yao ni nini? Ni tofauti. Roho kuna jinsi ya yeye kufundishika, kuna jinsi ya kumfundisha tofauti na vile ambavyo. Kwa hiyo ili roho wako afundishike, maana yake chagua kufunga milango mitano ya fahamu za nini? Unanielewa sasa? Na unapofunga milango ile mitano isitende kazi tena kwa ajili ya kukupa taarifa, maana yake sasa umeacha kutembea kwenye levo ya mtu asiyeonekana, unakwenda kwenye levo ya kile kilichoumba mtu. Nani huyo? Mungu. Si mmeona? Mmeona tunavyohama? Kwa hiyo unakuja huko. Okay, rudi pale kwenye Wakorintho wa kwanza sura ile ya pili. Rudi pale. Sura pili mstari wa 11. No. You wait. Let's go. Okay. Ulisoma mstari wa 11? Ndio. Sawa. Hebu endelea. Anzia hapo 11 shuka sasa. Nataka msikilize vitu hivi kwa makini. Maana ni nani katika binadamu ayajuaye mambo ya binadamu? Nenda haraka. Ila pumzi ya binadamu iliyo ndani yake. Ila pumzi ya binadamu iliyo ndani yake. Asante. Hivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna ayafahamuye ila Roho wa Mungu. Ila Roho wa Mungu. Lakini sisi hatukuipokea roho ya dunia. Okay, listen carefully. Lakini sisi hatukuipokea roho ya dunia, bali roho atokaye kwa Mungu, makusudi tupate kuyajua tuliyokirimiwa na Mungu. Nayo twayanena si kwa maneno yanayofundishwa kwa hekima ya kibinadamu, bali yanayofundishwa na Roho, tukiyafasiri mambo ya rohoni kwa maneno ya rohoni. Basi mwanadamu wa tabia ya asili. Okay, wewe ukinisikia nimeitika unaweka kituo, unanisikiliza hapo. Kila mtu fungua masikio yako hapo. Basi umeliona neno basi? Ndio. Umeliona pale? Ndio. Basi kuna jambo kubwa nataka kulisema hapo. Basi sikiliza hiyo basi. Mwanadamu wa tabia ya asili. Mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya Roho wa Mungu. Hayapokei mambo ya Roho wa Mungu. Umesikia? Subiri. Amen. Mwanadamu wa tabia ya asili ni nani? Mwanadamu wa tabia ya asili ni ile nafsi iliyozoea kujifunza na kupata elimu kupitia milango mitano ya nini? Yafahamu. Unanielewa vizuri? Huyo ndio mwanadamu wa tabia ya asili. Maana yake yeye ametengenezeka, ameumbika, amefanyika. Vile vyote alivyo leo vimetokana na milango mitano ya nini? Sasa anasema huyo wa asili hiyo afanye nini? Hayapokei mambo ya Roho wa Mungu. Kwa nini? Maana kwake huyo ni upuuzi. Kwake huyo ni upuuzi.
Kwa nini ni upuuzi? Kwa sababu mambo ya Roho wa Mungu akiyatafuta kwenye milango mitano ya fahamu, hafanyi nini? Hayapati na hawezi kukutana naye. Maana Mungu hakai kwenye milango mitano ya nini? Na ndio maana mtu wa tabia ya asili, mwanadamu wa kawaida, ukimweleza mambo ya kimungu yatokanayo na imani, anaona ni nini? Ni upuuzi. Ndio maana katika Wakorintho hiyo Paulo anasema neno msalaba kwao wasioamini ni nini? Maana yaani unamwambiaje habari za msalaba mtu anayetumia milango mitano ya fahamu ya kwamba kuna mtu mmoja anaitwa Yesu alikuja akafa msalabani, na saa alipokuwa anakufa msalabani alikuwa anakufa kwa ajili ya ulimwengu mzima. Mtu amefia Yerusalemu, atakuelewa? Anapiga mahesabu, milango mitano ya fahamu inamwambia kufika Yerusalemu unachukua ndege Kigoma unakwenda Dar es Salaam. Ukifika Dar es Salaam unachukua ndege nyingine alafu unamwambia mtu aliyekufa umbali huo ya kwamba wakati anakufa na wewe ulikuwa. Does it make sense? It does not make what? Sense. It is beyond sense. That's why it doesn't make sense. Tunaelewana sawa? Yes, haileti maana, yani haienei kwenye ile milango mitano ya fahamu, kwa sababu elimu hiyo ni kubwa zaidi ya milango mitano ya nini? Ya fahamu. Halo? Ndio maana akasema mwanadamu wa tabia ya asili hafanya nini? Hayapokei na hawezi kufanya nini? Kuyapokea. Hivi mko mnanielewa? Oh my Lord. Niko na kufundisha haya ili ujue siri yako wewe kama mtu, ili uanze kuona faida za kuwa Mkristo, kwamba kumbe Mkristo ni kiumbe kingine ambacho ni cha tofauti. Na ndivyo Paulo alivyosema katika ile Wakorintho wa pili sura ya 5:17, mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa uumbaji mpya. Tuelewana sasa? Sasa mtaelewa maana yake nini. Maana yake ni uumbaji mwingine ambao hautegemei milango mitano ya nini? Ya fahamu. Amen. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Si kama tunaelewana hapa. Bwana Yesu wako wanaelewa? Yes. Mwanadamu wa tabia ya asili. Sema mwanadamu wa tabia ya asili. Mwanadamu wa tabia ya asili. Wewe ni mwanadamu gani? Wewe ni mwanadamu gani? Je, wewe ni mwanadamu wa tabia ya asili au wewe ni kiumbe kipya? Je, wewe ni mwanadamu wa tabia ya asili au wewe ni kiumbe kipya? Halo? Halo? Wewe ni nani? Wewe ni nani? Wewe ni nani? Yes. Kwa hiyo wanaoamini katika Kristo ni viumbe vipya. Hao ni watu ambao wamepiga hatua kubwa. Wametoka kwenye mfumo wa maisha ya kutegemea milango mitano ya nini? Ya fahamu. Na ndio maana hata wanapoingia katika kuomba hawatakiwi kuongozwa na nini? Hawatakiwi kuongozwa na nini? Yes. Tumbo lisikuambie nini cha kuomba. Unanielewa? Maana hiyo sio level yako ya maombi. Maumivu ya kichwa yasikwambie nini cha kuomba. Maana hiyo sio level yako ya nini? Tunaelewana sasa? Umeona kanguo kazuri tayari una mahitaji mbele za Bwana. Wewe umerogwa. Bwana Yesu asaidie. Kwa makini sana mtu wa Mungu. Kwa makini sana. Level yako ni kubwa, viwango vyako ni vikubwa. Jifunze, elewa, pambanua, fahamu. Jua viwango vyako, jua nafasi yako, elewa ni wapi ulipofikia, hatua ulizofika, na uanze kuishi katika wingi na ukubwa wa utukufu wa wana wa nani?
wana wa Mungu. Amen. Sikiliza, kama utaelewa masomo haya, iwe ni kazi, iwe ni biashara, yawe ni masomo, chochote unachofanya hapa duniani hakina budi kufanikiwa. Hakina budi kufanya nini? Kufanikiwa. Yes, kwa sababu oda yake, amri yake haitokuwa inatokana na milango mitano ya fahamu. Wakati wengine wakifanya kazi kama hiyo hiyo unayoifanya kwa milango mitano ya fahamu, wewe utakuwa unaifanya kwa zaidi ya milango mitano ya nini? Na matokeo yako lazima yawe makubwa kuliko yao. Na nielewa sasa? Na wanadamu wanajua hilo. Ndio maana wapo ambao ni washirikina sana, kwa sababu waligundua ya kwamba milango mitano ya fahamu ina mipaka. Ina nini? Ina mipaka. Walioko kwenye biashara, walioko kwenye kazi, walioko kwenye masomo, waligundua ya kwamba kuna kitu zaidi ya milango mingapi? Mitano ya fahamu. Lazima tukitafute. Wakasahau ya kwamba kitu hicho ni kumwamini Yesu. Sio, unanielewa? Wakasahau ya kwamba kitu hicho ni nani? Ni kumwamini Yesu. Maana yeye ndiye baba wa uumbaji. Yeye ndiye aliyeumba vyote vinavyoonekana na visivyofanya nini? Na visivyoonekana. Na yeye ndiye aliye na siri zote. Unanielewa sasa? Ndiye aliye na siri zote. Maana hata hizo ulizozificha kama siri yeye anazijua. Kwa nini? Kwa sababu sehemu ya yeye iko ndani yako. Haleluya. Roho ya mwanadamu ni pumzi, au pumzi ya Mungu ni nini? Ni taa. Sijui kama kuna mtu yuko ananielewa hapa. Kwa hiyo sasa wewe kama Mkristo, achana sasa na maisha ya kujifunza au ya kutembelea kiwango cha nafsi, elimu iliyo katika nafsi yako. Sasa anza kutembea kwenye elimu ndani ya roho yako. Tunaelewana? Okay. Hebu sikiliza pale tulipoishia kwenye Wakorintho wa kwanza. Anasema mwanadamu wa tabia ya asili afanye nini? Hawezi kuyapokea mambo ya roho wa Mungu. Hawezi kuyapokea mambo ya roho wa Mungu. Mwanadamu wa tabia ya asili hawezi kuyapokea mambo ya roho wa Mungu. Umesikia hiyo kitu? Unamhitaji Mungu? Unamhitaji Mungu? Okay. Naongea na mtu hapa? Unamhitaji Mungu? Unataka kuona baraka za Mungu? Unataka kuona matokeo ya Mungu kwenye maisha yako? Moja, acha kuwa mwanadamu wa tabia ya nini? Ya asili. Acha kuwa mwanadamu kama walivyo wanadamu wengine. Hama hivyo viwango. Maana mwanadamu wa tabia ya asili hafanya nini? Hayapokei mambo ya roho wa Mungu. Sio kama mnanielewa. Mtakuwa mko mnajiuliza, mchungaji, uko naongelea roho wa Mungu, roho wa Mungu, roho wa Mungu. Okay. Hivi mnaelewa ninaposema roho wa Mungu? Mnaelewa? Okay. Ngoja nikwambie, wewe mwenyewe hapo ulipo ni roho na ni wa Mungu. Sasa sasa ngoja nikuoneshe kitu. Mungu alipomuumba mtu akaweka sehemu ya roho yake kwa mtu, ile Mungu alihesabu kama is a person. Unanielewa vizuri? That is a person. Kwa aliacha ile iwe mtu, japo ni sehemu ya yeye. Na ndio maana sasa anapotaka yule mtu awe wa kwake, manake anakwenda kwenye ile roho. Tunaelewana sawa? Kisha anakuwa mmoja na ile nini? Na ile roho, maana yeye kwa asili ni nini? Ni roho. Bwana Yesu tusaidie sana. Kwa hiyo sehemu pekee ya kwako ambayo Mungu ana ushirika nayo ni nini? Tunaelewana vizuri? Wewe kama roho ndiye ambaye Mungu anashirikiana naye. Okay, ngoja niwaonesheni kitu. Injili ya Yohana sura ya 14. Injili ya Yohana sura ya 14. Soma kuanzia mstari wa 16. Injili ya Yohana 14 mstari wa 16. Nami nitamwomba Baba. Huyo ni Yesu anawaambia wanafunzi wake. Sikiliza hii.
Huyo ni Yesu anawaambia wanafunzi wake, nami nitamwomba Baba. Naye atawapa msaidizi mwingine. Naye atawapa msaidizi mwingine. Ili akae nanyi hata milele. Akae nanyi hata milele. Ndiye Roho wa kweli. Ndiye Roho wa kweli. Huyo msaidizi mwingine ambaye anatakiwa aje akae nasi hata milele ameitwa nani? Roho wa kweli. Umesikia? Roho wa kweli. Ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumwoni wala haumtambui. Ishia kwanza hapo. Mmesikia sentence? Amesema msaidizi mwingine ni Roho wa kweli. Anasema na huyo Roho wa kweli ambaye sisi kwetu ndiye msaidizi mwingine. Amesema ulimwengu haufanyi nini? Hauwezi kumtambua, hauwezi kumpokea. Ulimwengu hauwezi kumpokea Roho. Kwa nini ulimwengu hauwezi kumpokea Roho wa kweli? Kwa sababu shughuli zote za ulimwengu zimeishia kwenye level ya nini? Unanielewa? Zimeishia kwenye level ya nafsi. Halafu kinachotawala zile shughuli za level ya nafsi ni mfalme wa uweza wa anga. Roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Unanielewa? Ndio maana Roho Mtakatifu ameitwa Roho wa kweli. Kwa nini? Kwa sababu amekwisha tangulia kuwepo roho mwingine asiyekuwa nini? Asiyekuwa nini? Ambaye ni nani huyo? Ni nani huyo? Ibilisi, shetani. Mnanielewa sawasawa? Ndio maana Roho Mtakatifu anapokuja inabidi aitwe Roho wa kweli, kwa sababu tayari ipo roho nyingine inayotenda kazi sasa. Waefeso ile sura ya 2 anasema atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Kwa hiyo hao watu wa ulimwengu pamoja na kutembelea kwenye nafsi kwa level ya nafsi, lakini wanaendeshwa na mkuu wa uweza wa anga. Na ndio maana nafsi za watu wengi zimefundishwa vitu vibaya. Wachawi wote wamefundishwa na mkuu wa uweza wa nini? Wa anga. Nafsi zao zimefundishwa jinsi ya kutesa nafsi za watu wengine, jinsi ya kuonea maisha ya watu wengine. Elimu hiyo wameitoa wapi? Elimu hiyo nafsi zao zimefundishwa na mfalme wa uwezo wa nini? Wa anga. Wakati nyie mmelala na kusinzia, wakati nyie mmebaki kuwa Wakristo wa kawaida, mfalme wa uwezo wa anga anafundisha watoto wake jinsi ya kuonea wasiokuwa watoto wake. Unaelewa sasa? Jinsi ya kunyanyasa, jinsi ya kutawala, kwa sababu mwanadamu alifika mahali akajua lazima kuna kitu zaidi ya milango mingapi? 5. Na mkuu mfalme wa uwezo wa anga akasema yes, kipo. Mimi naweza nikafundisha. Na huwa ninawafundisha mara zote. Ndio maana hata unaposoma katika Agano la Kale, unaposoma simulizi za falme zote za kale, utakuta zile falme zilizungukwa, wafalme walizungukwa na wachawi, waganga, wasihiri, wakaldayo. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa wanatafuta majibu yanayopita milango 5 ya nini? Ya fahamu. Na watu pekee ambao wangeliweza kutoa majibu yanayopita milango 5 ya fahamu ni watu gani? Ni wachawi, waganga, wasihiri, wakaldayo. Unanielewa vizuri? Kwa hiyo wakagundua kwamba lazima roho iwepo kazini. Roho ikiwa kazini italeta majibu ambayo ni zaidi ya milango 5 ya fahamu. Bwana Yesu asaidia sana. Na kwa sababu hiyo wachawi na waganga, wakaldayo wakapata nafasi, wasihiri wakapata nafasi. Ndio maana Ibilisi anaitwa roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Tunaelewana vizuri? Anatenda kazi ndani yao. Lakini Yesu katika Yohana anasema Baba atatupa msaidizi mwingine. Anasema ndiye Roho wa kweli. Sema Roho wa kweli. Rudia tena, Roho wa kweli.
Roho wa kweli. Rudia tena, Roho wa kweli. Roho wa kweli. Anasema ndiye Roho wa kweli ambaye ulimwengu hauwezi fanya nini? Hauwezi kumpokea. Kwa nini hauwezi kumpokea? Kwa kuwa haumuoni. Haumuoni wala haumtambui. Halo? Anasema ulimwengu haumuoni na wala haumtambui. Kwa nini ulimwengu haumuoni na wala haumtambui? Kwa sababu umetengeneza himaya yake kubebwa na milango mitano ya fahamu. Unanielewa sasa? Na ndio maana ili uone mganga amekusaidia, ukienda kwa mganga, ukienda kwa mchawi, kuna kitu atakupa unachoona. Hello? Atakupatia kitu unachofanya nini? Unachoona, alafu anakuambia hiki kitafanya kazi hii na hii. Kazi zitakachofanya atakueleza kwa maneno. Kitafanyaje hizo kazi wewe hujui. Si kama anaelewa, ila atakwambia tu hiki kitafanya 1 2 3 4 5, alafu naambiwa shika sana hii, tunza, hifadhi, weka mahali salama, weka kitu hiki ni sahihi. Unanielewa? Unanielewa? Kwa sababu wanajua hawa wanadamu ili waendane na mimi lazima niwape vitu ambavyo milango mitano fahamu inafanya nini? Inaona. Alafu ukija kanisani tunakwambia Roho Mtakatifu yuko na wewe. Utapita, utapenya, lazima utatoboa hapo. Unasema hawa wamechanganyikiwa. Kwa nini? Kwa sababu hauna unachofanya nini? Unachoona. Bwana Yesu asaidie sana. Unanielewa vizuri? Anasema kwa sababu hawamuoni, hawafanya nini? Hawawezi kumtambua wala hawawezi kufanya nini? Hawawezi kumpokea. Anaitwa Roho wa kweli. Sema Roho wa kweli. Roho wa kweli. Halo? Halo? Na ndio maana kanuni zake tunapoanza, sijui kama kuna mtu yuko pamoja na mimi. Kwa sababu baada ya muda si mrefu nitaanza kukuambia sasa kwamba huyo Roho wa kweli aliyekuja tunaishi naye vipi? Tunatembea naye vipi? Tunakaa naye vipi? Ndio maana tunaweza tukaomba katika lugha, tunaweza tukaomba katika roho. Halo? Unanielewa? Hiyo ni mojawapo ya michakato ya jinsi ya kuweza kuadabisha nafsi na kuinyamazisha nafsi na kuiambia nyamanza, upokee kutoka kwenye chanzo kikubwa zaidi. Si kama kuna mtu anaelewa hapa sasa hivi. Yes, somo hili linaweza likawa gumu. Kwa nini? Kwa sababu nafsi nyingi zimekaliwa. Zimekaliwa na nani? Na mfalme wa uwezo wa anga. Zinahitaji vitu vyepesi ambavyo wanaweza wakavirelate na milango mitano ya nini? Ya fahamu. Ukishaanza kuwafundisha vitu ambavyo vinaenda zaidi ya milango mitano ya fahamu, kazi yao ni kusinzia na kukoroma mchana in the service. Na hala hao wasiwalaumu, huwa najua tu hao ndio fungu lao. Hello? Ndio maana niko naongea na pastors jana usiku, naambia sikiliza, miongoni mwa wito uliotolewa sana kwa watoto wa Mungu ni kukesha na kuomba. Kesheni muombe, kesha omba, omba kesha funga, omba kesha funga. Why? Ni kwa sababu kuna siri kubwa nyuma ya hivyo vitu. Kuna siri kubwa nyuma ya hivyo vitu. Kukesha maana yake nini? To be alert. Kutokuishi kama maamuma, kutokuishi kama mtu asiyefahamu mifumo tawala za ulimwengu, mifumo ya kiroho. Manake be aware with the spiritual system. Manake kuwa na ufahamu juu ya mifumo ya kiroho. Kumbe Mungu hataki tuonewe na wachawi, hataki tuonewe na wawangaji. Na wawangaji wakifika kwenye nyumba ya mtu ambaye anakesha, wanajua hii haingiriki. Hawana maana ya kwamba unakaa macho usiku. Maana yake wanajua huyu mtu akili yake una ufahamu wa vitu vya nini? Vya kiroho. Kwa kuna jinsi anafahamu vitu vya kiroho. Huyu haishi kama wanadamu wengine. Wao watajua. Kwa sababu gani? Sababu kadri unavyokuwa mtu ambaye unakesha, mtu ambaye unaomba, vile unavyoomba ndivyo vinavyotengeneza himaya kwenye maisha yako. Kwa hiyo kama ukiwa kwenye nyumbani kwako wewe ni muombaji, ni mtu ambaye unakesha, ni mtu ambaye unaomba, nyumba yako na kuhakikishia imezungukwa na vitu ambavyo nyumba za watu wengine hakuna. Unanielewa? Kwa nini? Kwa sababu roho yako kuna jinsi ambavyo ina engage kwenye ulimwengu wa roho na kuita majeshi na kuita mamlaka ambazo kwa wanadamu wa kawaida hakuna. Shika, wananielewa? Maana yake mahali nyumbani kwako umefanya kuwa makazi, kuwa nyumba, kuwa hema, kuwa himaya ya roho Mungu.
Na kwa sababu hiyo majeshi ya kimungu yako hapo, yamekaa hapo kwa kila aina, kwa kila design, kwa kila mfumo, kwa kila namna. Shikamana nalo. Siku moja niko nyumbani kwangu, akaja mgeni mmoja, sana ingia tu uani, wakati bado naishi mjini kule, sana ingia tu uani. Akasema pana, mahali hapa mbona pana nguvu kubwa ya Mungu. Mimi nikacheka. Mahali hapa mbona pana nguvu kubwa ya Mungu? Nikasema kwa sababu Mungu hapa ndipo anapokaa. Hayo maeneo yote uliotoka huko hakai. Hapa anakaa. Hapa anaishi. Akasema naweza nikasikia. Hajaokoka. Sio Mkristo. Lakini alifika, mimi nilimwelewa. Maana yake ni nini? Huyo ni mtu ambaye yuko kwenye mifumo ya kiroho chini ya mfalme wa uwezo wa nini? Wa anga. Kwa akifika mahali ambapo pana nguvu nyingine tofauti na aliyozoea, anafanya nini? Anajua. Shika wananielewa? Siku moja pia sipo, bado tunaishi hapo, sikuwepo mimi. Siku alikuwepo mke wangu. Akaenda kuna wazungu fulani walikuwa ni rafiki zetu. Wakaja kutembea, wamefika. Wakamwambia mke wangu, ile eneo lenu na hii nyumba yenu pamejaa nini? Eti alisema pamejaa nini? There is God's presence. Kuna uwepo wa Mungu. Wazungu hao. Mke wangu aliponiambia mimi nikakumbuka, lazima wafili hivyo sababu najua nina ushuhuda huo, kuna mtu mwingine aliwahi kutangulia hapa akasema hivi. Maana yake nini? Kumbe ile saa huwa nikiwa nimekaa niko ninaomba, I'm just engaging in the spirit. Sio, unanielewa? Kumbe Mungu huwa aondoki kwenye lile eneo, huwa anakaa. Sio, unanielewa? Kwa hiyo hata ibilisi akija kutembelea hapo, anajua nimeingia kwenye himaya ya nani? Ya Mungu. Unanielewa? Anajua nimeingia kwenye himaya ya Mungu. Kwa kama kuna ujinga wa kiibilisi anataka kufanya, inabidi awe nini? Inabidi awe mpole. Hallelujah. Amen. I'm trying. Niko najaribu kukufundisha, tuone kama utaelewa. Najaribu. Anasema Roho Mtakatifu anaitwa Roho wa kweli. Roho wa nini? Wa kweli. Ambaye ulimwengu hauwezi kufanya nini? Kumpokea. Okay, ila anasema lakini sisi, go a little bit further. Anasema kwa kuwa haumuoni wala humtambui. Kwa kuwa haumuoni wala haumtambui. Bali ninyi mnamtambua. Maana anakaa kwenu. Naye atakuwa ndani yenu. Nilitaka usikie hizo sentensi mbili. Moja, Yesu akawaambia wanafunzi wake, lakini ninyi mnafanya nini? Mnamtambua. Kwa nini? Akasema maana anakaa kwenu. Kwa Kiingereza amesema for he is with you. Anakaa kwenu. Halafu baadaye akasema naye atafanya nini? Atakuwa ndani yenu. Listen. Hapa Yesu yuko anaongea na wanafunzi wake, sawa? Anawaambia Roho anakaa kwenu. Hapa ni kabla ya Matendo ya Mitume sura ya 2. Siku alipojaa Roho, Yesu akasema Roho huyo msaidizi, hajasema ya kwamba atakaa oi. Hivi mliusikia vizuri mstari wa 16? God, I'm tired. Mliusikia? Amen. Pastor soma. Narudia 16. Nami nitamwomba Baba. Wakati gani? Kanisa, huo ni wakati gani? Nami wakati gani? Wakati gani? Ujao, si ndio? Naye atawapa msaidizi mwingine. Wakati gani? Wakati gani? Wakati gani kanisa? Ujao, si ndio? Nitamwomba Baba naye atawapa. Wakati gani? Maana yake kwa muda hiyo bado. Sawa? Amen. Endelea kusoma.
ili akae nanyi hata milele. Ili akae nanyi hata milele. Sasa ndio. Ndiye Roho wa kweli. Ndiyo Roho wa kweli ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea. Kwa kuwa haumwoni wala haumtambui. Bali ninyi mnamtambua. Okay. Kwa nini hajasema bali ninyi mtamtambua? Kwa sababu atamwomba Baba wakati ujao, naye atatupa msaidizi mwingine wakati ujao. Lakini kwenye kumtambua amebadilisha. Kwa nini hajasema bali ninyi mtamtambua? Badala yake asema bali ninyi mnamtambua. Endelea kusoma usikie siri. Maana anakaa kwenu. Maana anakaa kwenu, sio maana atakaa kwenu. Unaelewa? Amen. Alisema atamwomba naye atatupa msaidizi mwingine, ndiye Roho wa kweli, ili akae nasi hata milele. Baadaye akahamisha akasema huyo ulimwengu hauwezi kumtambua. Kwa nini? Kwa kuwa haumuoni, bali ninyi mnamtambua. Alafu anasema maana anakaa, sio atakaa, anakaa. Kwa hiyo kumbe wakati Yesu anatembea na wanafunzi wake na Roho alikuwa anafanya nini? Anatembea. Sio, unanielewa? Alikuwepo nao muda huo, yuko nao. Kwa hiyo wakati anawaambia habari za mambo yajayo, anawaambia habari za mambo yajayo juu ya yule aliyeko. Unanielewa sawa? Halo? Nataka uweze kuelewa jambo. Anaambia maana anakaa, he is with you. Kwa hiyo kumbe sawa, anatembea, alikuwa nao, he was with them. He is with them. Alikuwa nao. Maana anakaa kwenu. Alikuwa anakaa kwao, lakini hawakujua kama anakaa kwao. Unanielewa sawa? Endelea kusoma pastor, endelea kusoma. Bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu. Anakaa kwenu. Naye ata wakati ujao. Kwa hiyo kwa saa hiyo alikuwa anakaa kwao. Unanielewa? Alafu wakati ujao atakaa ndani yao. Hello? Yes. Anasema anakaa kwenu na atakuwa ndani yenu. Kwa hiyo wakati Yesu yuko na wanafunzi wake na Roho alikuwa nao, lakini alikuwa hajakaa ndani yao, ila alikuwa nao. Wapi? Pembeni yao? Karibu yao? Wapi? Aliposema maana anakaa kwenu, listen guys, Roho Mtakatifu hana mahali pengine pa kukaa isipokuwa ndani yako. Amen. Hana pengine pa kukaa isipokuwa wapi? Isipokuwa ndani yako. Kwa hiyo aliposema maana anakaa kwenu, alikuwa na maana ya kwamba yuko ndani yao, ila shida ni kwamba wao na yeye hawajawa mmoja. Amen. Unanielewa sasa? Anasema maana he is with. Kama mnaelewa sasa? Na ndio maana tunapoenda kwenye Matendo ya Mitume sura ya 2, niliwaeleza siku ya Alhamisi. Sio wangapi mnakumbuka? Nikamwambia sikiliza, unaposoma Matendo ya Mitume, okay, pastor, hebu nenda kule tukamalize. Unaposoma, hata ilipotimia sura ya kwanza. Endelea. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste. Yes. Walikuwa wote mahali pamoja. Ukaja ghafla toka mbinguni. Uvumi kama uvumi wa upepo. Yes. Wa nguvu ukienda kasi. Ukajaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Ukatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu. Wote wakafanya nini? Wakafanya nini? Wakafanya nini? Sio wakapokea. Hapana. Kwa nini hawakupokea? Badala yake wakajaa. Kwa sababu walikuwa shapokea. Yes. Unanielewa? Amen. Kwa sababu alikuwa anakaa kwao. Amen. Ila hawakujua kama anakaa kwao. Mpaka siku alipofanya nini? Mpaka siku alikojaa ndani yao. Unanielewa vizuri? Amen. Hello? Hello. Ndio maana nikakwambia usiishi kiasara. Hakikisha wiki haiisha hujajaa Roho Mtakatifu. Ni hatari sana. Yes. Ni hatari sana. Hautakuwa tofauti na wanafunzi ambao walikuwa wanakaa kwao, lakini hawafanya nini? Hawakujua. Wanatembea kusini, mashariki na magharibi, ila hawajui kama yuko wapi? Yuko kwao.
aliitwa yuko kwao kwa sababu hakuna yeyote aliyepokea utambuzi ya kwamba yuko wapi? Yuko ndani yake. Na ndio maana kwa sababu hawakuwa na utambuzi ya kwamba yuko ndani yao, Yesu akasema he is with you, but later he shall be in you. Kwa sasa yuko ndani yako, lakini kama mtu wa karibu tu ambaye hata hauna ufahamu kama yupo. Amen. Lakini saa atakapojaa ndipo utajua ya kwamba yupo. Si kama wananielewa sasa? Amen. Amen. Huyo Roho ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea, anasema wakajaa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Wakajaa, sio wakapokea. Halo? Halo? Ngoja niwaambie, unaposoma Biblia yako, kuna mahali popote pale unapomwona Yesu anawaombea wanafunzi Roho Mtakatifu? Si ametoka kuambia nami nitamwomba Baba naye atawapa msaidizi mwingine? Hiyo sala ya mahali ambapo Yesu anaomba Baba alete msaidizi ipo? You get it? Amen. You get it? Amen. Hello? Hello? I don't know if you si kama unaelewa. Kwa sababu huyu anayeongea hapo ndio Baba mwenyewe. Unanielewa sasa? Na anaposema nitamwomba naye atawapa msaidizi mwingine, maana yake anaongelea mpango alio nao, kwamba I've already given it to you. Nilikwisha kumleta, yuko hapa na niko hapa mwenyewe. I. Mungu ni wa ajabu sana. The same God, a Son, Spirit and Father.